Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika chaneli hii Dira ya Matumaini. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia masomo yote ambayo tunaendelea kuyatoa hapa. Kwa siku ya leo tuna furaha tele kwani Mungu anaendelea kutulinda. Kabla ya somo la leo, tutanyenyekea kwa maombi. Baba wetu na Mungu, asante kwani unatupenda. Mbariki yule mtazamaji, umtakase yule mtazamaji kwa jina la Yesu Kristo, amen. Rafiki mpendwa na mtazamaji, kumbuka somo ambalo limetolewa hapa ielezea kuhusu amri ya pili, mahali ambako Mungu anatukataza usijifanyie sanamu ya kuchonga. Na tuliona kuna wengi ambao wameabudu sanamu na wamejifanyizia sanamu ya akili, na wamekuwa na visanamu ambavyo wamevifanya katika akili zao, na wamemkosea Mungu kupitia amri ya pili. Na hata kuna wale ambao wako katika kanisa, wako katika dini, lakini wanawategemea wanadamu, wanawategemea wachungaji wao, anamtegemea yule imami wake, anamtegemea yule shehe wake, anamtegemea yule padri, yule kasisi, yule nabii, kwa sababu ya unabii anaotoa ama kwa sababu ya fundisho. Tafadhali, hata kama mchungaji ametoa fundisho la namna gani, amekuhubiri namna gani mpaka umemuelewa, amehubiri, tafadhali usimutegemee. Yeye ni mwanadamu, yeye si Mungu. Yule ambaye unatakiwa kumpatia heshima na kicho sana, wa kwanza duniani kote na mbinguni, ni Mungu wa mbinguni. Leo tuna amri ya tatu, mfululizo wa masomo haya: usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kutoka 20 aya yake ni ya 7. Usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hili neno lina maana gani? Ina maana gani anayetaja bure jina la Bwana Mungu wake? Ina maana gani kulitaja bure jina la Bwana Mungu? Tunaweza kulitia jina la Mungu katika njia tatu. Wanapotuambia usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, wengi wanalitaja bure jina la Bwana Mungu katika njia tatu. Njia ya kwanza, wakati unafanya viapo vya uongo na udanganyifu katika maisha yako, unataja bure jina la Mungu. Ukiwa unafanya kiapo, unaapa mbele za watu, unaapa mbele za mtu kwa jina la Mungu, wakati ambapo kiapo chako ni cha uongo, umetaja bure jina la Bwana Mungu. Unapoongea uongo na kwa uongo wako unashirikisha jina la Mungu katika uongo wako, umetaja bure jina la Bwana Mungu. La pili, kuelewa kwamba maana ya kutaja jina la Bwana Mungu, wakati ambapo umezoea maisha ya utani na unapokosea heshima jina la Mungu katika blage zote, katika mizaha yako yote, unaweka jina la Mungu, umelitaja bure jina la Mungu wako. Yaani kundi la pili, la kwanza viapo vya uongo na udanganyifu, unapowekea Mungu katika uongo katika kiapo chako, wakati kiapo ni cha uongo, unakosea amri hii ya tatu. Jambo la pili, unapofanya mizaha yoyote na katika mizaha unaweka jina la Mungu, kama wale watu wanaofanya komedia, unafanya komedi zako kwenye TikTok, kwenye mitandao ya kijamii, na katika kufanya hiyo komedi zako unaweka jina la Mungu. Unakuta watu wanasema oh Jesus, wanasema oh God, unakuta watu wameingia katika jina hili, wanalichezea sijui kama jina la ndugu yake. Yaani watu wanacheza katika jina la Mungu katika komedi zao, katika mambo yao ya utani, katika blage zote, katika mizaha yao yote wanaweka jina la Mungu. Hapo unakosea jina la Mungu. Jambo la tatu, wengi wanacheza katika jina la Mungu wakati ambapo unatoa maombi ya kinafiki. Unapokuwa Mkristo hapa, unafanya ibada ya unafiki, unacheza na jina la Mungu. Kama yule mwalimu amechukua Biblia, ni mhubiri mkuu,
amechukua Biblia, anataja jina la Mungu katika mafundisho, na yule aliyetaja jina la Mungu unamkuta kesho ama baada ya ubiri anafanya uzinifu. Baada ya mahubiri unamkuta anaongea uongo. Baada ya maombi anafanya unafiki na ibada ya Mungu. Anaendesha ibada ya Mungu na unafiki. Unaharibu jina la Bwana Mungu wako bure. Yaani jinsi watu wanavyovunja jina la Mungu ni hivi vitatu tu. Wengi wanavunja jina, wanavunja amri ya tatu kwa kufanya viapo na maudanganyifu wa kila siku. Anasema uongo wakati yeye ni mwimbaji. Anasema uongo wakati yeye ni mwalimu. Anafanya uongo, uongo anapochezea uongo na jina la Mungu. Hapo unaharibu amri hii. Ndio maana jiulize, wewe umeivunja amri ya wapi? Je, hujaivunja amri hii ya Mungu kweli? Unakuwa mwanimini leo. Siku ya Sabato unaenda kanisani. Siku ya kwanza ya juma, Sunday, Dimash, wewe unaenda kanisani, umechukua Biblia. Lakini baada ya kuenda yani unaonekana Mkristo kanisani. Kanisa linapoisha, ukitoka mlangoni, umefunga mlango, ikifungwa na wewe unavaa tena ngozi ya sibu, ngozi ya uzinifu, ngozi ya ulevi. Unacheza na jina la Bwana Mungu bure. Inabidi kila mtu ajiulize. Inabidi kila mtu atafakari jambo hili. Ni maneno mangapi umeisema na umetaja jina la Bwana Mungu wako bure? Acha nikuambie wakati huu wa somo hili. Wakati gani sasa? Unawezaje kutaja jina la Bwana Mungu wako? Ni wakati gani utalitaja jina la Bwana Mungu wako? Hili swali la msingi ambayo kila mmoja wetu inabidi ujiulize. Wakati gani utataja jina la Bwana Mungu? Mahali pa kwanza pa kutaja jina la Bwana Mungu ni wakati wako wa maombi. Unapotoa maombi, unakuwa na heshima na kicho mbele za Mungu. Hapo umetakiwa unataja jina la Bwana Mungu. Tunamtaja jina la Mungu katika maombi. Ndio maana Yesu alisema, mkiomba kwa jina langu, mkiamini kwamba mkiomba Baba kwa jina langu, mnapokuwa na imani, maombi yenu yatajibiwa. Yaani unataja jina la Mungu katika maombi ya imani na maombi isiyokuwa na unafiki. Hapo unatakiwa kutaja jina la Mungu katika maombi, katika ibada, nyimbo. Unapotoa sifa kwa Mungu, sifa za kweli, hapana sifa za udanganyifu na za unafiki, hapo unataja jina la Mungu. Na mahali pengine pa kutaja jina la Mungu ni wakati umekuwa katika hatari ya kufa. Hatari ya kufa, unataja jina la Bwana Mungu. Wakati ambapo umekuwa katika hatari, unaita Mungu, unaita Baba kwa jina la Yesu, utapata msaada. Yaani usitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Jina la Mungu ni kimbilio. Kulingana Mathayo 18 aya yake ya 10. Jina la Mungu linajibu maombi. Kulingana Yohana 14 aya yake ya 13. Rafiki mpendwa, amri ya 3 inatukataza kutaja jina la Mungu bure. Usitaje kwa vitu vya mzaha, kwa vitu vya ovyo ovyo. Ni jina la pekee. Kabla ya kutaja jina hili, anja tazama moyo wako. Epuka unafiki. Omba msamaha kwa Mungu na ujitayarishe wewe mwenyewe. Jiandae kwa kutaja jina la Mungu, kwani jina hili ni kimbilio. Jina hili ni baraka na ni faraja kwa wote wanaokimbia kwa moyo, wote wanaokuja kwa Bwana kwa moyo wote. Mungu anatusaidia. Mungu akubariki mpendwa, na kusaidie usikosee amri hii ya 3. Na ikiwa umekosea, umetaja bure jina la Bwana Mungu, Mungu aweze kusamehe, usirudie tena. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina.